Na hii ni falsafa ya hali ya juu, kwa sababu wengi wetu tumezoea, tunalala, tunaghafilika, tunacheza, tunasubiri tu mwezi wa Ramadhani uandame, hapo tuanze kufanya ibada. Na ibada zenyewe zinamalizikia katika zile siku 5 za mwanzo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wengi hawajanoti sababu ya hiyo. Zile nguvu zinakuwa kubwa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, wiki haijaisha unaona mtu kama kishamaliza, nguvu yake yote imepotea. Ni kwa sababu istidadi yake ya Ramadhani haikuanzia mbali. Betri yake ya chaji haikuchajiwa kuanzia katika Rajab na Shaaban. Kwa hiyo chaji yake haidumu. Hii ndio miezi ya kuchaji betri, ndio miezi ya kujiweka sawa, ili kiingie mwezi mtukufu wa Ramadhani utaona mtu anakwenda, anateleza, anaendelea kasi ile ile aliyoondoka nayo, inakwenda kuzidi pale anapofika katika 10 lake la mwisho, kama alivyokuwa mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa aware kutokamana na matukufu na fadhila ya hii miezi ambayo inatangulia kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhani haujafika. Sasa mwezi huu ambao ni mwezi wa Shaaban, katika mimbari ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nataka nikudondolee baadhi ya fadhaili zinazopatikana katika mwezi huu, ili nawe usiufanye kama mwezi uliopita, ili usikafilike, ili usilale, usibeteke, usidhoofike, upate nguvu ya kuingilia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao unakuja tu baada ya mwezi huu kumalizika. Na hauko mbali, al-ayyamu tamurru marra as-sahab. Hizi siku jamani zinakwenda kama vile mawingu yanapokwenda mbio. Kwa ajili hiyo basi, miongoni mwa fadhila za mwezi mtukufu, mwezi wa Shaaban, ni maneno haya aliyomuuliza sahaba Usama ibn Zaid kumuuliza Bwana Mtume Muhammad. Usama ibn Zaid sote tunamjua, alikuwa akiitwa ibn hibbi rasulillah, yani mtoto wa kipenzi cha Bwana Mtume Muhammad. Baba yake Zaid ibn Haritha alikuwa akiitwa hibbu rasulillah, mpenzi wa Mtume, kipenzi cha Mtume, na mwanawe akawa ni ibn hibbi rasulillah. Hawa walikuwa na nafasi yao katika moyo wa Bwana Mtume Muhammad. Sasa Usama ibn Zaid anamuuliza Mtume katika hadithi ambayo alisimulia Abu Dawud na Nasai na wengineo, kamba ya Rasulullah, lam araka tasumu shahran min ash-shuhuri ma tasumu min Shaaban. Hadithi ya Mtume, suala kutoka kwa muhibbi Rasulillah, ya Rasulullah, sijawahi kukuona unafunga sana katika miezi kama ninavyokuona unafunga katika mwezi wa Shaaban. Yani Usama alikuwa hamuoni Mtume kufunga kwa wingi miezi ambayo si faradhi kufunga, acha ule wa Ramadhani ambao ni faradhi, ni nguzo ile. Ukitoa ule, anasema Usama, nakuona sana ya Rasulullah unaufunga sana mwezi wa Shaaban. Isma'u ila jawabi al-Mustafa lisualihi, lisikilizeni jibu la Mtume kumjibu Usama bin Zaid kwa suala la mbona unafunga sana Shaaban. Hapo unaona ule ubora na fadhila za mwezi wa Shaaban. Mtume akajibu akamwambia, dhaka shahrun, kwa sababu huo ni mwezi yaghfulu anhu an-nasu baina Rajab wa Ramadhan. Kwa sababu huu mwezi wa Shaabani ni mwezi ambao watu wengi wanaghafilika nao, kwa sababu ukiingia mwezi wa Rajab watu wanasema katika ile miezi 4 mitukufu, Dhulqa'da, Dhulhijja na Muharram, mfungo pili, mfungo tatu, mfungo 4, mfungo pili, mfungo tatu, mfungo 4, miezi mitukufu hii inafuatana, na wa 4 ni Rajab,
Allah anasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, hii miezi hii musidhulumu nafsi zenu kwa kuacha kufanya mema na kufanya maasi ndani yake. Kwa hiyo unapoingia mwezi wowote katika miezi mitukufu, Muislamu anayetambua 8 ashhurul hurum ambayo tatadhaafu fihi alhasanat, thawabu za kufanya wema zinazidi kwa baadhi ya kauli ya ulama. Anapoingiliwa na mwezi wa mtukufu, Muislamu hawi katika hali ya kawaida, anaipatiliza ile. Kwa hiyo anashughulishwa sana na mwezi wa Rajab. Akimaliza mwezi wa Rajab anasema sasa napumzika, navuta nguvu na kasi ya huu mwezi mwingine unaokuja. Kwa hiyo huu mwezi kama watu hawashughuliki sana nao, huu mwezi wanauacha. Ndio maana Mtume akasema dhaka shahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadhan. Wanaghafilika sana nao watu mwezi huu ambao uko katikati, kati ya mwezi mmoja mtukufu na mwingine pia mtukufu, uko katikati. Unajua, unapoona jambo muhimu mbele, lililo katikati yake pale, tamurru alayhi kiraman, unalipita kama hujaliona vile, kwa sababu ina umuhimu kwako kule. Na ndio maana watu wengi wamepata mentality ya kwamba nafungia nini, sijui Rajab sijui Shaaban, nafungia nini wakati mwezi wa kufunga unakuja? Najisumbulia nini kufanya ibada katika miezi mingine? Natafuta nini? Kwani ngoja nisubiri Ramadhani inakuja. Utafika sawa, una agreement na Allah kwamba unafika. Sasa Mtume yuallimuna alqiyam, anatufundisha namna gani sisi Waislamu hii miezi ambayo Mtume ndani yake alikuwa akiifanyia kazi sana kuliko miezi mingine, umuhimu wake. Kwa hiyo anamjibu Usama ibn Zaid ibn Hibbihi kwamba dhaka shahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadhan, hii miezi, huu mwezi watu wanaghafilika nao sana baina ya Rajab na Ramadhan. Lakini nini ubora wake? Anaendelea Mtume sasa kumchanganulia na kumpasiri kwa nini Mtume anafunga sana katika mwezi wa Shaaban. Anasema wa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila Allah, na huu ni mwezi ambao amali zinarufaishwa, kunyanyuliwa na kutumwa kupelekwa kwa Allah. Makusanyo yale, hesabu inapelekwa kwa Allah. Amali tunazozitenda, yani kama ile wanaita swadu asanawi, mapato au makusanyo ya mwaka mzima katika amal, turfa'u ila Allah, malaika wanaziorodhesha kupeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya mwezi wa Shaaban. Fa uhibbu an yurfa'a amali au an turfa'a a'mali, mimi mtume wako ewe Usama napendelea amali zangu zikipelekwa kwa Allah, wa ana saim, niko katika ibada ya funga. Mmeuona mwezi wa Shaaban ulivyokuwa na ubora wake. Na nasema haya kwa sababu wenye hekima wanasema yale mambo yanayohusu wakati ule yazungumzwe, current affairs wazungu wanasema, ni mambo ambayo ndio tuko nayo mikononi. Leo ni Ijumaa ya kwanza katika mwezi wa Shaaban. Kama ulikuwa hujui uko katika mwezi aina gani, mtume wako alayhi salatu wassalam kana ya'tani bihadha ash-shahri ayyama i'tina, alikuwa anashughulika sana na mwezi huu, tena kwa kufunga. Kufunga ni ibada moja, na bila shaka na ibada nyingine zinatakiwa kwa wingi katika mwezi huu wa Shaaban. Hiyo bado sijamaliza kukupa fadhila za mwezi wa Shaaban ambazo mtume anasema wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila Allah ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'im. Katika hadithi nyingine al-muttafaqu alayhi aliyosimulia Imam Bukhari na Muslim katika sahihi zao, mama wa Waislamu, mke wa bwana mtume
Bibi Aisha radhiyallahu anha wa an abiha qalat, anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallama kana naqul la yuftir wa yuftiru hatta naqul la yasum. Bibi Aisha anatoa takrir, report ya bwana mtume. Anasema mtume alikuwa akifunga sana, alikuwa mfungaji hodari, mfungaji bora. Ibada ya saumu alikuwa anaipenda sana, na alikuwa akifunga sana mpaka tunajiuliza pale nyumbani, hii hafungui, anafunga tu hali. Wa kana yuftiru, na mara nyingine sasa akiamua kuacha kufunga anaacha hata naqul, mpaka tunajiuliza hii la yasum, hafungi. Hapo unapata message kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam mambo yake yalikuwa kati na kati. Na zote hizi ni taalim kutoka kwa mtukufu wa daraja bwana Mtume Muhammad. Anawafundisha wanafunzi wake, umma wake, namna gani ya kwenda katika kufanya ibada. Kwa hiyo alikuwa anafunga sana mpaka watu wanaulizana, hii hafungui, na anafungua sana, yani anakula hafungi, mpaka wanauliza atafunga lini huyu, mbona hafungi? Bibi Aisha anasema yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum. Anasemaje? wama raaitu rasulallahi istakmala siyama shahrin qattu illa Ramadan. Kifungu cha pili cha hadithi anasema sijamuona mtume akifunga kwa ukamilifu mwezi mzima ila Ramadhan. wama raaituhu yasum siyama shahrin qattu illa Ramadhan, sijamuona akifunga mwezi mzima isipokuwa Ramadhan. wama raaituhu fi shahrin akthara siyaman fi Shaaban, na sijawahi kumuona mwezi ambao alikuwa akiufunga sana ila Shaaban. Amemaliza hadithi yake Bibi Aisha, alikuwa anafunga mpaka tunasema hafungui, na anafungua mpaka tunasema hafungi. Hakuwa akikamilisha kwa ukamilifu mwezi mtukufu, mwezi wowote isipokuwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kisha anasema sijawahi kumuona akifunga kwa wingi kama mwezi wa Shaaban. Lakini pia kuna aqwali nyingine katika shurahul hadith na watu wa hadith kwamba alikuwa akiufunga mwezi wote wa Shaaban. Wengi wao wakaichukulia kwamba ilikuwa ni aghlabu Shaaban, yani ni aghlabia, siku nyingi mno. Kwa hiyo wakakhtalifiana ulama katika siyam za bwana mtume. Je, alikuwa akiufunga wote mwezi wa Shaaban au alikuwa akiufunga aghlabu ya siku zake? Na hivyo vyote itakavyokuwa inaonyesha ubora wa mwezi huu wa Shaaban. Kwa hiyo usipitwe ewe ndugu yangu Muislamu na khairati na barakati na fadhail na nafahati zilizomo ndani ya mwezi huu wa Shaaban. Nimalizie tu ubora wa fadhila katika mwezi huu wa Shaaban kwa hadithi hii ya mwisho, nipate kushuka katika mimbari hii ya bwana mtume Muhammad. Sayyiduna Abu Musa al-Ash'ari katika hadithi ambayo imesimuliwa na Ibn Majah, حديث الذي قواه المحدثون رواة الحديث رجال الحديث، أنسيما إذا كان أو إن الله يطلع في ليلة النصف من شعبان. hii mwezi huu wa Shaabani huu ikifika ile mwezi 14 ile usiku sasa kuamkia mwezi 15 nisfu Shaaban, inna Allah yattali'u ala ibadihi, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala huwatizama kwa jicho la huruma waja wake, huwaangalia kwa kuwahurumia waja wake katika ile nisfu Shaaban, mwezi 14 kuamkia mwezi 15 ambao ni usiku ule wa Shaaban. Ule ni usiku tofauti sana na usiku nyingine. Be aware, tanabah Muislamu,
ikifika nisfu Shaaban, lailatu nisfu Shaaban, uangalie vizuri huo nao usiku katika fadhila za mwezi huu wa Shaaban, ni ile siku ya nusu wa usiku wa Shaaban. Anasema yattali'u Allahu ala khalqihi au ala ibadihi fayaghfiru li jami'i khalqihi. Usiku ule wa nusu ya Shaaban Mwenyezi Mungu anawasamehe waja wake wote, anawapa msamaha wake. Yani wewe unaingia katika mwezi tukufu wa Ramadhani bila ya dhambi, vipi wewe utakuwa mnyonge na dhaifu katika ibada? Umeshughulishwa na mwezi wa Shaaban, ukashughulishwa na maghfira ya Allah, ukayapata, ukaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tahir. Sasa anasema Mtume, fayughfaru li jami' khalqihi illa limushrikin au mushahin, wote wanapata msamaha wa Mwenyezi Mungu siku ile isipokuwa watu wawili. Intabih, amka vizuri usikilize, msamaha wa Mungu hauwafikii watu wawili. Siku ya nusu ya Shaabani ile watu wote wanapata msamaha wa Mwenyezi Mungu isipokuwa watu wawili au watu aina mbili. Mushrik, mtu wa kwanza mshirikina, anayemshirikisha Mwenyezi Mungu huku wakati wenzake yatanaamuna wa yatabaharuna, wanaogelea katika maghfira ya Allah na msamaha wake. Na siku ukijua kwamba Allah amekupa msamaha wake ni siku ya celebration. Ayu yawmin indaka eid, mmoja katika wema waliulizwa ni siku gani kwako wewe ndio siku kuu ya furaha, akasema yawmun la a'si Allah fihi fahuwa indi eid, siku ambayo mimi sitomuasi Mwenyezi Mungu, sitofanya dhambi, hiyo kwangu ndio siku ya Idi, kwa sababu uko katika dhima, umemfurahisha Mola wako subhanahu wa ta'ala. Sasa wakati watu wanaogelea katika maghfira ya Allah siku ile, wewe unanyimwa msamaha. Wallahi kuna mambo ambayo yanafurahisha sana, na hakuna jambo linalofurahisha kama kupata msamaha wa Allah. Na ndio maana Mtume alituhadithia ile hadithi ya yule mja aliyepata furaha siku ambayo ameuona mzigo wake wa chakula na kinywaji uliompotea kwa muda, mpaka akakata tamaa, akachimba kaburi lake, akasubiri kufa tu. Lakini alipomuona mnyama wake kaja na chakula na kinywaji chake, akamshukuru Mola wake kwa staili. Leo tungemwambia huyu kisha kuwa kafiri. Alisema nini? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Rabbi, wewe ni mja wangu na mimi ndio Mungu wako, Mola wako. Yani Mtume anasema akhtaa min shiddati alfarh, kakosea kwa ile furaha kumzidi, chakula hiki, kinywaji hiki, kipando hiki kaniletea Mwenyezi Mungu, nimshukuru vipi? Bi ayi lisanin ashkuru Allah, nimshukuru Mungu kwa ulimi gani? Sasa alipotaka kumshukuru Mungu kwa ulimi wa aina yake, kakosea kwa zile furaha zake. Mungu, wewe ndo mja wangu kweli na mimi ndo Mungu wako. Sasa Mtume anasema Allah, Mwenyezi Mungu afrah bi taubati abdihi, anafurahi zaidi kwa toba ya mja wake kuliko furaha ya huyo mtu namna alivyofurahi mpaka kachanganyikiwa akamwita Mungu mja na yeye ndo Mungu. Yani siku ya wewe kurudi kwa Allah, Allah ana furaha sana kuliko huyu aliyokosea. Ndugu zangu, kupata msamaha wa Allah ni jambo kubwa. Ndio maana Allah akasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
Kimbilieni pahala mkijua kuna msamaha wa Allah, msiende hivi polepole, kimbieni muupate msamaha wa Allah. Ya Rabbi, tunaomba msamaha wako kwa tulioyatenda. Huu mwezi wa Shaabani umeingia, usiufanye kama mwezi mwingine uliopita. Funga. Si tunasema tunakimbilia pepo. Sasa yatasaalu ahaduhum, mmoja anasema aiwanda, najiuliza mimi maswali ajab, alladhi taraka qiyama al-layl, yule mtu aliyeacha kisimamo cha usiku, litaabi, eti kwa sababu kachoka. Walladhi taraka siyama at-tatawwu, na yule aliyeacha kufunga sunna, lishahiyati, kwa sababu ya uroho wake. Walladhi bakhila an as-sadaqati lihajati, na yule ambaye ameona uzito ugumu kutoa sadaka kwa sababu anasema mimi mwenyewe nazihitaji hizi. Walladhi hajara qira'ata al-Qur'ani linshighali, na yule ambaye kaihama Qur'ani kuisoma kwa sababu anasema niko bize sana.